Usidanganyike na namba za channel kwenye music system. Watu wengi wanadhani channel nyingi ndiyo sauti inakuwa kubwa zaidi, kwa maana ya kwamba music system ikiwa na channel nyingi basi itakuwa na sauti kubwa na ambayo inasikika vizuri, kitu ambacho ni uongo na si kweli. Leo hii hapa naenda kukufafanulia vizuri kwa undani kuhusu channel kwenye music system. Najua wengi mmedanganywa sehemu nyingi, lakini mnadanganya kwa kuwa hamjapata ukweli. Kumbuka sisi ni Nuamom, tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Naomba tega sikio, nenda kukufundisha nini maana channel na inafanyaje kazi kwenye music system, na kwa nini nimesema wingi wa namba za channel sio ukubwa wa mziki. Naomba kaa nami nisikilize. Channel kwenye music system ni idadi ya njia ambazo music system hutumia kugawanya na kusambaza sauti ili kupata stereo au surround sound. Kila namba ya channel kwa kawaida inakuwa na jukumu lake katika mfumo wa sauti katika music system. Mfumo wa music system hugawanya sauti ile ambayo inaimbwa kutoka kwenye wimbo au movie kisha kupeleka kwenye speaker husika. Hizo speaker ndio tunataga ni channel, ambapo katika hizi speakers zinakuwa zipo zimegawanyika katika makundi tofauti, ambapo kunakuwa na center ambapo kawaida kazi yake kubwa ni kufanya kazi ya mazungumzo, hapo tunataga ni dialogue. Lakini pia kuna left right hizi zinajenga mara nyingi mziki. Lakini pia kuna surround ndio ile ambayo inazunguka na kufanya ujisikie upo ndani ya tukio. Lakini pia kunakuwa na subwoofer ambayo inakupa nguvu ya bass. Mfano mzuri, unaweza ukawa na music system ambayo inakuwa na channel ya 2.1. Katika channel ya 2.1 maana kwamba channel ziko mbili, ambapo sasa katika hizo mbili unapata speaker ya right na left. Lakini pia kwenye ile 1 unakuja unapata subwoofer yake, na subwoofer mara nyingi hapa inakuwa inahusika na bass, ambapo ile tusema ni bass ya chini pamoja na low frequency. Kwa muda mwingine inahusika pia na midundo ile mikito. Lakini katika ile 2 ambapo sasa pale unapata kuna left na right, yani speaker kushoto na kulia, ambapo speaker kushoto na kulia mara nyingi inakuwa inahusisha sauti za uimbaji pamoja na vyombo na detail nyingi za mziki. Mfano mwingine, ukiwa na music system ambayo inakuwa na channel labda ya 5.1 mara nyingi inakuwa inahusisha, kwa lugha nyepesi tunasemaga ni surround, ambapo sasa hapo kunakuwa na speaker 5, subwoofer moja. Subwoofer moja kama kawaida tunasema mara nyingi inahusika na upande wa bass au tunaitaga ni low frequency pamoja na midundo mingine. Lakini zile 5 ambapo ni 5, zile speaker 5 ambapo mara nyingi kunakuwa na front left, kunakuwa na front right, lakini pia kunakuwa na center channel. Hii center channel mara nyingi ni muhimu sana kwa watu ambao wanapenda movie. Lakini pia hii center channel mara nyingi inakuwa hupokea sauti za mzunguko. Ndio hii hapa mara nyingi nakupa yani upokea sauti za mazungumzo, hii center channel, ambapo mara nyingi inafaa kwa kama nasikiliza taarifa habari au nasikiliza mahubiri. Hii center channel ndio kazi yake kubwa. Lakini pia namba nyingine ya 4 inakuja ni surround right. Surround right mara nyingi hapa inakuwa ni effect zile za 3D. Lakini pia inakuja na surround left. Sasa hapa inakuwa nakumbuka, ukiwa na channel na music system ambayo na channel ya 5.1 kulikuwa na front right speaker, kunakuwa na center channel, pia kunakuwa na surround right pamoja na surround left, pamoja na ya ile ambayo 0.1 ndio tumezungumzia inakuwa ni subwoofer ya kwake, ambayo kazi yake ni kutoa bass. Hivyo basi wingi wa channel sio kipimo cha ukubwa wa mziki, lakini ukubwa wa mziki au nguvu ya mziki kawaida huangaliwa zaidi kwa kuangalia tunasema ni watts. Lakini watts mara nyingi huwa tunapenda sana tuzingatie zaidi kwenye RMS ambayo tunataka ni root mean square. Lakini pia ukubwa wa mziki unakuja kupimwa kwa kitu ambacho tunaangalia ni ukubwa wa speaker. Lakini kingine tunakuja kuangalia amplifier ambayo ipo ndani ya hiyo music system. Kingine tunaangalia ukubwa ile subwoofer, japo si sana. Cha mwisho na cha kuzingatia tunaangalia kwenye sensitivity ya speaker. Hivyo ukiona mtu anakuambia wingi wa namba za channel ndio ukubwa wa music system, basi jua anakudanganya. Kama nilivyokuelekeza hapa, kila channel inakuwa imepewa majukumu yake, lakini haimaanishi kwamba channel zikiwa nyingi basi music system yako itakupa mziki mkubwa. Of course itakupa mziki ambao ni mzuri, lakini sio mziki ambao
ni mkubwa. Kwa hiyo kama unataka mziki ambao ni mkubwa, lazima uzingatie sifa ambazo nimekutajia hapa. Kumbuka sisi ni Nomo, tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa na maarifa juu ya teknolojia. Kwa mahitaji ya music system za kisasa bora na za kipekee ambazo zina quality kubwa na zina warranty ambayo ni official, karibu fika ofisini kwetu, tutakuhudumia, tutakushauri na kukupa music system ambayo ni nzuri, ambayo inaendana na budget ya kwako. Karibu sana.